hazijajibiwa na mamlaka yoyote ile ya serikali. Hata leo nimeona magazeti yameandika, lakini ukweli ni kwamba bado hoja tulizoziibua tarehe 23 Juni hazijajibiwa na serikali juu ya hili swala la mafuta. Maswali machache juu ya jambo hili. La kwanza, kwa nini serikali iliruhusu kupanda mafuta kutoka Aprili hadi Juni licha ya kuwepa akiba ya mafuta ya kutosheleza kipindi cha miezi mitatu yaliyokuwa yameagizwa kabla ya kinachoitwa kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia? Hiyo ni swali la kwanza ambalo serikali wanatakiwa kulijibu. Swali la pili, serikali kupitia waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari inadai kuwa iliweka ruzuku ya shilingi 259 mwezi Mei na shilingi 535 mwezi kwa lita mwezi Juni. Kwa nini bei hazikushuka? Mtiririko unaonyesha kuwa bei za mafuta za diesel zilipanda kwa wastani wa shilingi 3,000 kwa shilingi 397 mwezi Mei na shilingi 123 kwa lita mwezi Juni 2026 katika vituo vyetu vya mafuta nchini. Kwa hiyo bei iliendelea kushuka, huku tunaambiwa kwamba ruzuku serikali iliweka. Watuambie ni kitu gani? Lakini la tatu, kwa nini bei elekezi iliyotangazwa na EURA mwezi Mei na mwezi Juni haionyeshi bei ya mafuta ilikuwa kiasi gani kabla na baada ya ruzuku? Kwa nini hawasemi? Ukienda kwenye tangazo la bei la EURA katika mwezi Mei na Juni, hakuna popote waliposema kwamba bei iliyotangazwa, bei ya mafuta kwa tarehe ya leo ni hii, lakini ikiwekwa ruzuku bei inakuwa hii, kama ambavyo miaka ya nyuma imekuwa ikifanyika. Lakini swali la nne, serikali ilipata wapi kibali cha kutoa ruzuku hiyo nje ya bajeti? Kwa nini haikutangazwa katika gazeti la serikali la mwezi Aprili, Mei, Juni na Mei Juni mwaka 2026? Kwa nini hatukuambiwa? Lakini swali la nne, bei za mafuta zilishuka katika soko la dunia kutoka dola za Marekani 112.9 kwa pipa mwezi Aprili na kufikia dola za Marekani 83 mwezi Mei. Takriban zilishuka kwa 22%, na mwezi Juni zimefikia dola za Marekani 70 kwa pipa, sawa na punguzo la 38%. Kwa nini bei hazikushuka mwezi Mei na Juni? Na badala yake bei elekezi ya EURA kwa kampuni za mafuta, kwa kampuni ya mafuta ya Vito iliongezeka kwa wastani wa shilingi 407.31 mwezi Mei na shilingi 109.93 mwezi Juni mwaka 2026 kwa mafuta ya diesel. Swali la sita, sababu gani zilizopelekea wakala wa ununuzi wa mafuta ya pamoja yani PBPA chini ya mtendaji mkubwa na Erasto Simon kuacha utaratibu wa kushindanisha makampuni kuagiza mafuta nje ya nchi na badala yake kuifanya TBC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta nchini? Jambo hili ni kinyume na kanuni ya ununuzi wa mafuta kwa pamoja za PBPA za mwaka 2024. Swali la saba, kwa nini TBC chini ya mkurugenzi mtendaji ndugu Musa Makame haikuagiza mafuta moja kwa moja na badala yake ilitumia kampuni binafsi ya Vito kutoka Uswizi? Swali la saba, kwa nini bei hazikushuka na badala yake zilipanda licha ya TBC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta nchini? TBC ni taasisi ya serikali iliyotarajiwa kupata mafuta kwa bei nafuu na harisi baada ya kufanya uhakiki kwa maana ya due diligence. Swali la tisa, kwa nini kampuni ya Vito iliruhusiwa kuagiza mafuta kwa bei kubwa zaidi ya ile iliyoruhusiwa na PBPA wakati TBC inapewa zabuni hiyo, jambo ambalo ni kinyume na sheria ya mafuta, kanuni zake pamoja na kanuni za uagizaji wa mafuta ya pamoja yani PBPA za mwaka 2024. Swali la 10, EURA chini ya kaimu mkurugenzi mkuu Gerard Maganga ilipataje bei mpya za mafuta mwezi Juni kwa kuwa hakukuwa na ushindani baada ya zabuni hizo kupewa TBC kwa miezi mitatu mfululizo yani mwezi Mei, Juni, Julai mwaka 2026. Swali la 11, kwa nini mkurugenzi mkuu wa EURA Dr. James Andilile Mwanyekule alitenguliwa tarehe 2 Aprili 2026 mara tu baada ya kutangaza kuwa nchini kuna akiba ya mafuta, na hoja yake iliungwa mkono na katibu mkuu wa wizara hiyo, iliungwa mkono na waziri wa wizara hiyo, kuwa nchi inajitosheleza mafuta kwa kipindi cha miezi mitatu yani Aprili, Mei hadi Juni 2026.
Kwa hiyo hayo ndio maswali 11 ya msingi ambayo Wizara ya Nishati na Madini pamoja na taasisi zake nilizozitaja wanapaswa kutujibu, na serikali kwa ujumla wanapaswa kuwajibu wananchi. Tunayoyafahamu ni yapi juu ya kinachoendelea na mchakato huo wanaoendelea nayo? Katika taarifa yetu ya Juni 2023 tulieleza kuwa serikali ya Tanzania ilibadilisha mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja kwa utaratibu wa ushindani na kuanza kutumia zaidi shirika la maendeleo ya petroli Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC katika kuagiza mafuta kwa madai ya kupunguza gharama za kuleta namba 2 mwezi Machi 2026 TPDC ilinunua mafuta takriban dola 100 kwa pipa kupitia mikataba ya moja kwa moja na wazalishaji wa kimataifa. Hatua iliyotarajiwa kupunguza mzigo wa Watanzania na kuongeza ufanisi katika mfumo wa uagizaji wa mafuta. Namba 3, TPDC baada ya kushinda zabuni katika mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja unaosimamiwa na PBPA, lakini kandarasi ya uagizaji ilikabidhiwa kwa kampuni binafsi ya Vito ya Uswizi katika mazingira ya kutatanisha na kuwepo harufu kubwa ya rushwa. Kwamba serikali tuambiwa kwamba inataka imweke TPDC aweze kuagiza mafuta yeye ili aweze kutuletea mafuta kwa bei nafuu. Katikati ya safari TPDC haagizi tena mafuta, anaweka kampuni la Vito kutoka Uswizi kuingiza mafuta nchini. Namba 4, kampuni ya Vito imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa ya zaidi ya dola 400 kwa mita za ujazo, tofauti na zabuni iliyotangazwa na PBPA ambapo zinaonyesha faida ya kampuni, yani premium za diesel zilifikia kati ya dola za Marekani 267 na faida za petroli zilifikia dola 285 kwa tani. Hii ina maana kwamba kampuni ya Vito ilitoza faida ya ziada dola za Marekani 125 kwa tani ikilinganishwa na kiwango kilichoruhusiwa na BPA na PBPA wakati TPDC ilipopewa zabuni hiyo. TPDC aliposhinda hii zabuni alipewa faida, ukomo wake wa faida ni dola za Marekani kwa dizeli 267 na kwa petroli 285, lakini Vito akaingiza mafuta ya dola 400 kwa lita na mafuta hayo yakapokelewa na yakauzwa kwa wananchi. Kampuni ya Vito imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa ya zaidi ya shilingi 400 kama ambavyo nilivyoeleza. Lakini namba 3 nasema wakati serikali inatetea hoja ya kuifanya TPDC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta ili kupunguza makali ya bei ya mafuta nchini, viwango vya mafuta vilivyowekwa na PBPA kwa mwezi Mei na Juni baada ya kuondoa mfumo wa ushindani ni vikubwa zaidi kutoka dola za Marekani 98.5 hadi 267, sawa na ongezeko la 171.1% kwa dizeli, na kutoka dola za Marekani 157 hadi dola za Marekani 285, sawa na ongezeko la 81.5% kwa petrol. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba pamoja na kwamba kwanza TPDC kama tulivyoona kwamba aliwekewa ukomo katika tenda yake hiyo, aliwekewa ukomo wa faida ya dola za Marekani 267 kwa diesel na dola za Marekani 285 kwa petroli katika tenda yake, lakini huyu Vito akaleta kwa 400. Bado kuna kashfa nyingine ya kampuni hilo la TPDC kwamba lilipataje huo ukomo wa faida hizo premium, kwa sababu tenda ya mwezi Aprili iliyopita, tenda ya mwezi Machi na Aprili, tenda ya mwezi Machi na Aprili zilizopita zilionyesha kabisa kwamba premium iliyokuwa inalipwa katika diesel ilikuwa ni dola za Marekani 98.5. Wao wamekuja kuipata wapi? Dola 267. Kwenye petroli ilikuwa ni 157. Wamekuja kuipata wapi? 285. Na watu wataenda kusoma vielelezo tumeviweka ambavyo vinavyoonyesha trend yote katika mwezi wa Mei na mwezi wa Juni, lakini na mwezi wa Aprili, ambako kwa sababu sheria inasema
Ukitaka kutumia single source ya aina yoyote ile, lazima utumie bei za ushindani zilizopatikana nyuma yake, lakini kwa hapa haikufanyika hivyo. Kampuni ya Vito inauza mafuta kwa bei ya chini katika masoko ya Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, kupitia bandari ya Beira. Aidha, kampuni hiyo imepeleka mafuta ya bei ya chini ya dola za Marekani 100 ikilinganishwa na Tanzania. Kwa hiyo wenzetu wanauziwa kwa bei ya chini kabisa na sisi tunauziwa kwa chini ya dola 100, yani tofauti ya dola 100 na wenzetu. Viwango vya faida kwa makampuni yani premium nchini Tanzania kupitia EURA ni dola za Marekani 267 kwa tani. Viwango hivi ni vikubwa ikilinganishwa na nchi jirani, mfano Zambia kupitia mamlaka yake ya nishati. Kwa mwezi Juni mwaka huko kwa wenzetu huko Zambia ilikuwa ni dola za Marekani 76 tu. Yani wenzetu 76, sisi 267. Yani Watanzania pamoja na matatizo yote ya bei, bado serikali imeshindwa kuwahurumia wananchi wake. Kupunguza tu faida za waingizaji wa mafuta, na zilikuwa ziko chini. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia inaweza ikapanda, lakini kwa nini faida za waingizaji wa mafuta na zenyewe zipande? Zinapandishwa na nini? Viwango vya faida namba 7, viwango vya faida kwa makampuni hayo kama nilivyoeleza kwa tani. Tanzania tuko juu zaidi kwa dola za Marekani 191 kwa tani ikilinganishwa na Zambia. Namba 7, kinachoshangaza zaidi ni kwamba Zambia hupokea sehemu kubwa ya mafuta yake kupitia bandari ya Dar es Salaam, na gharama za usafirishaji wa maelfu ya kilomita kufikia hilo soko. Kwa hiyo mantiki hiyo ni kwamba tulitegemea bei ya Zambia ingeweza kuwa iko chini ikilinganishwa na ya Tanzania. Mtaona na kwenye taarifa yetu tutaonyesha namna bei zinavyotofautiana za Tanzania na watu wengine, lakini na mjengeko wa bei ya mafuta. Namba 9, nchi ya Kenya, mamlaka ya kudhibiti nishati ya petroli nchini Kenya ilitangaza kupunguza bei ya diesel kwa shilingi 10.06 sawa na shilingi 200 kwa lita. Shinikizo hili lilitokana na waendeshaji wa sekta ya mafuta waliopinga ongezeko la bei ya mafuta, jambo lililoashiria bei ya awali ilikuwa hazina uhalisia. Sasa kama watu wanaweza kuandamana tu mara moja kufika jioni serikali ikapunguza shilingi 200, maana yake kwamba mle kuna bei ambazo hazina uhalisia. Sasa hali hii inaongeza uzito wa hoja yetu kwamba tatizo la bei ya mafuta nchini halisababishwi tu na sababu za kimataifa kama serikali inavyodai. Ni ufisadi mkubwa katika mfumo wa ununuzi, upangaji wa bei na usimamizi wa sekta ya mafuta nchini. Hakika vitendo hivi ni sawa na uhaini na uhujumu uchumi. Aidha, ifahamike kuwa kila mwezi nchi yetu hutumia wastani wa lita milioni 300 za mafuta, ambapo 60% ni mafuta ya diesel na asilimia zingine mafuta mengine. Kutokana na mazingira niliyoyataja hapo juu, ni dhahiri kuwa uingizaji wa mafuta katika mwezi wa Mei na Juni ni uhalifu wa kupanga, yani serious organized crime, ulioandaliwa kuwaibia wananchi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Katika mambo yafuatayo: 1. Tatizo la kupanda bei ya mafuta lilianzia hapa. Tarehe 8 Aprili mwaka 2026, mtawala alitangaza kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo alitolea mfano wa nchi ya Marekani kuwa bei ya lita ni dola za Marekani 8,000 kwa lita, ambapo ni sawa na milioni 20,020,800. Lakini baadaye akasahisha takwimu zake akasema ni dola 800 kwa lita, ambayo nayo ni sawasawa na shilingi milioni 2,080,000 kwa lita, na kuwaomba waandishi wa habari wasahishe takwimu hizo. Pamoja na marekebisho hayo, bado takwimu ambazo alizitangaza mtawala hazikuwa na uhalisia wowote, na pengine zililenga kuficha ukweli lakini na kuhadaa umma. Namba 2, kitendo cha kupandisha bei wakati kulikuwepo na mafuta ya akiba ya miezi 3 na bei kuendelea kuongezeka nchini licha ya kushuka kwa bei katika soko la dunia mwezi Mei.
Hivyo katika miezi mitatu ya Aprili, Mei na Juni mwaka 2026 wananchi wameibiwa kiasi cha shilingi trilioni 1.5. Trilioni 1.5. Kwa sababu sisi tulikuwa na akiba ya mafuta yaliyokuwa yamenunuliwa kwa bei nafuu. Kwa serikali ambayo inajali wananchi wake, ingeamua kwamba mafuta yauzwe kwa bei nafuu ndani ya miezi mitatu, kwa sababu tulikuwa nayo na ilikuwa imenunuliwa kwa bei nafuu. Kwa hiyo kitendo cha wananchi kuwapandishia mafuta kesho yake, maana yake wananchi walikuwa wakiibiwa tu. Na tujiulize wote, hizo fedha zilienda kwenye mfuko wa nani? Nani alipokea hela hizo ambazo si halisia ya bei iliyokuwepo ya mafuta? Namba tatu, kampuni ya Vito kudai premium kubwa zaidi ya nchi jirani na kubwa zaidi hata kwa tenda ambayo TPDC ilipata, na kubwa zaidi kwa ulinganifu wa aina yoyote. Tumeibiwa na kampuni hilo zaidi ya bilioni 501.6. Namba 4, ruzuku ya serikali inayodaiwa kutolewa kwa miezi miwili, lakini bei ya mafuta ya dizeli hazikushuka, na wala hatukuonyeshwa kwamba baada ya fedha za ruzuku kuwekwa bei ya mafuta ilishuka kiasi gani. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba pale na kwenyewe fedha za umma zile ni kwamba zimetafunwa tu, ni kama zimeibiwa, hazikulipia gharama ya kupunguza mafuta, na badala yake zimeishia kwenye mifuko ya viongozi wasio waaminifu, ambao ni jumla ya shilingi bilioni 161.98, nazo hizi zitakuwa zimeliwa. Namba 4, baadhi ya makampuni ya Zambia na DRC yameanza kuepuka kutumia bandari ya Tanzania kama njia kuu ya usambazaji na usafirishaji wa mafuta, na hivyo kupoteza mapato mengi ya serikali. Sasa nyinyi kama mnadai gharama kubwa zaidi kuliko wenzenu kwa zaidi ya dola 100 kwa metric ton, obvious kama mfanyabiashara ataangalia bandari iliyoko karibu ambayo inauza mafuta kwa bei nafuu, na wataopti kwenda huko. Na kwa taarifa tulizo nazo sisi, zaidi ya metric ton 90,000 ambazo ni sawa na lita milioni 90 zilizokuwa zinatakiwa zisafirishwe kwenda nchi jirani, mpaka sasa hivi hazijasafirishwa, kwa sababu wamenunua hayo mafuta, wamecompensate kwenye nchi zingine, na haya mafuta yamebaki stranded. Kwa hiyo ina maana kwamba wafanyabiashara wetu wameshikiliwa fedha zao kwa sababu hawajauza mafuta hayo, na hivyo hata serikali yenyewe haiwezi kukusanya chochote katika eneo hilo. Hivyo katika miezi mitatu ya Aprili, Mei na Juni, inakadiriwa taifa letu limepata hasara ya shilingi trilioni 2.16. Trilioni 2.16, ambako kati yake trilioni 1.5 kama nilivyosema ni upandaji holela wa bei ya mafuta. Na huu upandaji holela sio tu kama inapandishwa holela, maana yake unapandishwa holela ili fedha hizo ziingie kwenye mifuko ya watu. Lakini nyingine ni huyu kuruhusu kampuni la Vito kuja na bei yake ambaye haijulikani hata alipewa na nani mamlaka ya kutoza bei kubwa kiasi hicho. Haipo kwenye ushindi wa tenda, haiko mahala popote, na haiko compared na zile bei zilizokuwa zinapatikana wakati makampuni mengine yalikuwa yanashindana. Ziada ya kampuni ya Vito ambayo nimesema ni bilioni 500 kama na moja, lakini fedha zingine bilioni 161.98 zilizokuwa zimepangwa na serikali kwa ajili ya kulipia ruzuku, na zenyewe tunaona kama ni ruzuku hewa. Yani ni ruzuku ambayo imetolewa ikatambulishwa kwamba inaenda kulipia wananchi, lakini ukweli ni kwamba imechotwa, imewekwa mfukoni mwa watu, kwa sababu haikushusha bei za mafuta, na hata bei zinazotangazwa na EWURA za kila mwezi hazijaonyesha kwenye chati kwamba ilizishusha bei kwa kiwango gani. Kwa hiyo mtaona kwamba mwanzo chama cha ACT Wazalendo wakati tunatoa msimamo tulionyesha kwamba ni bilioni 700 katika uchambuzi wetu, lakini baada ya kwenda kwa kina kwamba serikali ilikuwa kwamba kama taifa tumekula hasara ya shilingi bilioni 700, lakini tulipoenda kwa kina ndio tukaenda kugundua kwamba sio bilioni 700, ni trilioni 2.16. ndio hiyo kashfa ya uagizaji wa mafuta hapa nchini. Na watu wote waelewe kwamba hatuko hapa kwa ajili ya kumuonea mtu kwa namna yoyote ile. Mazingira yaliyotengenezwa katika hii skando ya kufaulisha mchoro huu ni mashirikiano makubwa sana kati ya viongozi wa serikali na hilo kampuni. Na ndio maana makampuni mengine yote yaliyokuwa yanaingiza mafuta hapa nchini, ilipofika mwezi Aprili yakaambiwa yakae pembeni.
ikabaki kampuni moja tu la TBDC, shirika la TBDC ndio linaingiza mafuta nchini. Makampuni mengine badala ya kushindana kila mwezi ikawa ni TBDC, na sio TBDC. Kumbe TBDC si tulie, hatuwezi kunyamaza. Kutokana na hayo, ACT Wazalendo msimamo wake wa awali ulikuwa kama ifuatavyo. Tulitaka mkataba wa TBDC na kampuni la Vito ya Uswizi uvunjwe na kurejea utaratibu wa ushindani kupitia wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja. Tulitaka uchunguzi huru na wakina ufanyike katika utoaji wa zabuni ya mwezi Mei na Juni. Lakini tatu, tulitaka wakati wa uchunguzi ukiendelea, waziri wa nishati, viongozi wa TBDC, PBPA na EURA wakae pembeni ili kupisha uchunguzi huo. Namba 4, matokeo ya uchunguzi yawekwe wazi kwa umma na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya yeyote atakayebainika na kusababisha hasara kwa taifa. 5, kampuni ya Vito iwekwe katika orodha ya tahadhari, yani watch list, na baadaye iwekewe vikwazo vya kushiriki zabuni za umma, yani blacklisted, katika miradi ya uagizaji wa mafuta nchini Tanzania. Katika siku za hivi karibuni, kuanzia mwaka wa 2024, taasisi za umma zimekuwa zikitumika kuzikingia kifua baadhi ya makampuni yasishiriki ushindani wa kibiashara na mikataba. Ushindani wa kibiashara na mikataba, yani monopoly contracts.